Wangapi hapa mpaka imamu anamaliza swala, mtu anauliza hata sura alizosoma imamu, kama ni swala sauti, anauliza hata sura alizosoma imamu. Hivi imamu kasoma sura gani? Mtume anasema kuna baadhi yetu hapa tunaposwali swala tunaashiria kuandikiwa 1/10 ya swala. Masalan, ibada ya swala unayoswali ilitakiwa upate thawabu 10, lakini kutokana na watu kuto kuipokea swala moyoni, kuto kuihisi ile ibada moyoni, mtu anamaliza mpaka anaimaliza ile swala, hata hiyo 1/10 yenyewe haipati. Akaanza Mtume kuelezea baadhi ya waswaliji namna wanaopata thawabu chache katika swala kwa kuto kuihisi ile ibada. Akasema tusuha, thumunuha, subuha, sudusuha, khumsuha, rubuha, nusfuha. Makundi chungu mzima ya waswaliji namna wanavyopata thawabu katika swala. Kuna mswaliji mwingine anapata 1/9 ya swala, mwingine 1/8, mwingine 1/7, mwingine 1/6, mwingine 1/5 ya swala yake, mwingine 1/4, mwingine 1/3, mwingine nusu ya swala. Hivi ndivyo watu tunavyotofautiana katika swala. Kwa nini? Mwingine akipata 10/10 maana yake amekuwa hadhir na swala. Wangapi hapa mpaka imamu anamaliza swala, mtu anauliza hata sura alizosoma imamu, kama ni swala sauti, anauliza hata sura alizosoma imamu. Hivi imamu kasoma sura gani? Hayuko ndani ya swala, yuko nje. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu wa aina hii ambaye anatekeleza ibada katika utaratibu huu, ile ibada baada ya kumzidishia imani inampunguzia imani. Imani hapo haiwezi kuongezeka. Kama ibada zetu ndio tunazitekeleza hivi kwa namna hii, badala ya kutupandisha imani inatushusha imani. Tumekuwa ni watu wenye kujivuta mno katika swala la ibada, hatuhisi ibada. Unapojitolea kwa ajili ya Allah, ihisi ibada yako, ihisi sadaka ile ni ibada ile. Usione tu kama labda ni pesa fulani ambayo umeipoteza, hauna kitu cha kununua. Labda mwingine anaamini hivyo kwamba katika matumizi yake hana kitu cha kununua, basi angalau 1000 nitoe hapa sadaka. Badala ya wewe ile sadaka ikupandisha imani, inakushusha. Kwa hiyo tulio wengi hatuzihisi ibada zetu. Matokeo yake badala ya kupanda imani, imani inashuka.